Kristo. Milele amina. Hongera kwa utume. Asante sana baba, karibu sana katika maeneo ya historia. Asante mtazamaji, na mimi tungependa kufahamu, tumevutiwa na hizi alama zilizoko hapa. Pengine kwa ufupi tunaona mawe na msalaba, lakini ni msalaba wa kipekee sana. Wewe kama umekuwa ni mwenyeji wa maeneo, hebu karibu uweze kutujuza kwa ufupi juu ya alama. Asante sana kwa nafasi hii ambayo umenipatia, ambayo pia itakuwa ni nafasi nzuri ya uinjilishaji katika maeneo haya na maeneo ya jimbo la Kigoma kwa ujumla. Kiufupi, katika eneo hili la historia, Kagunga ni sehemu ambayo ni ya kihistoria katika jimbo la Kigoma, kama alivyosema misionari Wambura kwa kunipatia nafasi hii kama mzee ambaye ni wa kanisa wa muda mrefu na ambaye sasa nimestaafu. Inawezekana ungependa kujua hata majina yangu. Mimi ninaitwa Stanislaus Godfrey Hilary, ni mwenyekiti wa kigango hiki na ni mwenyekiti wa parokia hii, ambapo mpaka muda huu nimestaafu. Nina miaka 36 ya utumishi. Kumbe ninazo historia nyingi katika maeneo haya na hasa katika parokia hii ya Kagunga. Kama alivyosema, hili jiwe la kwanza ni jiwe linalofahamika kama kituo cha kwanza cha ujio wa misionari mwambao mwa ziwa Tanganyika. Hapa ni Karema, ambapo walipofika hapa baada ya kufanya safari nyingi na kufanya mapumziko, waliona ni vizuri waiache alama hapa katika kigango hiki cha Kagunga. Jiwe hili ni Karema. Baada ya kutoka Karema walikuja Kigoma, na kama mnavyofahamu Kigoma historia kubwa sana iko katika maeneo ya Ujiji. Ujiji ndipo walipofika pale wa misionari, na inasadikiwa ilikuwa ni majira ya jioni walipofika, wakati jua lilikuwa likichwa. Baada ya kufika pale wamejenga na kanisa, ambalo kanisa lile wamelijenga mwaka 1935. Baada ya kutoka hapo, na hii historia ya Kigoma inajumuisha kabisa pamoja na jimbo, kwa maana ya kanisa la kwanza lililojengwa makao makuu ya Kigoma. Baada ya kutoka hapo walikwenda Mrela. Mrela ni jiwe linaloonekana liko juu kabisa. Baada ya kutoka kule Mrela walishuka moja kwa moja wakaenda Burundi. Hapa ni Burundi katika parokia ya Rumonge. Na hapa walipotokea hapa wamisionari walikwenda Burundi. Unaweza ukajiuliza, kwa nini msalaba unaonekana huku una marefu na huku ni mfupi? Unakuwa ni mrefu kwa sababu, unakuwa ni mfupi kwa sababu huku unaonekana kwamba wakati wanakuja wamisionari kulikuwa ni mbali zaidi kutokea kusini kuja kaskazini, na huku ukitokea hapa kama unatoka Kagunga kwenda Rumonge ni karibu zaidi kuliko kutokea Karema kuja Kigoma na hapa Kagunga. Ndio maana huu msalaba unaonekana ni mrefu pande huu na huku unaonekana ni mfupi. Lakini pia ukiangalia huu msalaba pia, hata kama kwa asili msalaba huwa ni mrefu pia kushuka chini, bado huu msalaba unaashiria kabisa kwamba Injili ilienda Kongo zaidi kuliko kwenda Burundi zaidi. Si hivyo tu, ukienda hapa Rumonge utaukuta pia kuna msalaba unaoshabihiana na huu unaweza ukaukuta kwenye gombo la kitabu ambacho nimekiandaa kwa muda wa miaka 18 ambacho kimetolewa kwenye misa ya shukrani ya ukadirisho wa Father James Filipo Kabavako kama padri wa kwanza mzawa toka dunia kuumbwa kupatikana katika parokia hii ya Kagunga.